Nilitumwa kumuua mchungaji hospitali. Niliishia kuokoka. Kabla sijakwambia kilichotokea ndani ya hospitali katika mji wa Beirut, nahitaji uelewe hili. Sikuwa mwanamke mwenye kuamini miujiza. Niliamini katika science, madawa na katika swala tano. Na muamini Allah kwa kila kitu, na nimeyajenga maisha yangu yote katika msingi wa imani yangu ya Kiislamu. Hivyo ninayokuambia ujue, sikuzaliwa katika Ukristo. Mimi ni daktari mwenye misingi ya Kiislamu. Lakini kilichotokea usiku wa tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2019 ndani ya chumba namba 14 katika hospitali ya Mtakatifu George, yani St. George, Beirut nchini Lebanon, ni jambo lisiloweza kuelezeka. Hili ni jambo lililo juu ya uwezo wa kisayansi. Jina langu ni Daktari Fatma Khalili. Nilizaliwa na kukua katika mji wa Hamra, magharibi mwa Beirut. Baba yangu Hassan Khalili alikuwa mhandisi. Mama yangu Nadia alikuwa mwalimu aliyevaa hijabu muda wote kama utamaduni wa Kiislamu unavyotaka. Nimekuwa nikiomba, nikifunga wakati wa Ramadhani, kusoma Qur'ani kila asubuhi kabla ya kwenda shule, na niliamini kwa moyo wangu wote kuwa Uislamu ni njia ya kweli. Chochote nje na Uislamu niliamini ni upotevu, niliamini ni giza. Nimekuwa daktari kwa sababu nilipenda sana kusaidia watu. Nilisomea madawa katika chuo cha Amerika tawi la Beirut. Nilihitimu vizuri mwaka 2009 na kufikia 2019 nilikuwa msimamizi mkuu wa madawa katika moja ya hospitali inayoheshimika mjini Beirut. Nilivaa hijabu langu na kofia ya kidaktari juu yake. Niliswali hata katika chepo ya hospitali. Nilikuwa na miaka 38 wakati huo. Mtu mmoja aliyeitwa mchungaji Elias Kuli aliletwa katika wodi nilipo. Hapo mambo yalianza kubadilika. Napenda niwe muwazi kwako. Mchungaji Elias alipoletwa siku ya Jumanne jioni, sikumuonea huruma, bali nilijisikia vibaya. Nilikosa furaha, nilikosa amani. Sababu ya kukosa furaha ni kuwa mchungaji Elias alikuwa anajulikana vizuri kuwa mchungaji wa Kikristo ambaye anaongoza watu katika imani ya Kikristo katika kanisa linaloitwa St. Chabel katika mitaa ya Geitawi mashariki mwa Beirut. Ana miaka 64. Ameletwa hospitali kwa matatizo ya maumivu makali ya tumbo, shida katika ini na hali iliyoonekana kuwa amepewa sumu ya papo kwa papo, huenda kwenye chakula au kinywaji. Shemasi wa kanisa lake aliyeitwa George Radi ndiye aliyemleta, na yeye alikuwa nje katika korido za wodi akisubiri, huku akiwa ameikumbatia Biblia kifuani kwake, na alikuwa akiomba kimya kimya. Ni midomo yake tu ndio ilikuwa ikicheza. Nilipitia faili la mchungaji Elias kabla ya kwenda kumtibia. Katika miaka yote ya huduma hana historia yoyote ya kuumwa. Huu wa sasa umekuwa ni ugonjwa wa ghafla na hali yake ni mbaya. Katika faili lake sehemu ya kujaza ikiwa amepewa sumu au la palikuwa wazi. Hapakuwa na maelezo ya kutosha juu ya kuugua ghafla kiasi cha mtu kuwa hali mbaya hivyo. Kwa dalili za awali ilionekana yawezekana kuwa ni sumu, lakini kwa nini faili lake sehemu ya sumu haikujazwa? Niliachana na hayo. Nilielekea chumba namba 14. Niliona amelazwa huko, macho yake amefumba katika chumba hicho namba 14, huku akipumua taratibu. Nilijitambulisha kama utaratibu wa kidaktari unavyotaka. Nilimwambia mimi ni Daktari Fatma Khalili, nitakuwa muuguzi wako na kwamba nitakuhudumia vizuri sawa na mahitaji ya ugonjwa wako. Nilipotaja jina langu alifungua macho yake, aliniangalia kisha akatabasamu kwa mbali. Nilianza uchunguzi wangu wa kidaktari. Masaa 48 yaliyofuata hali ya mchungaji Elias ilizidi kuwa mbaya. Majibu ya vipimo vya sumu yalitoka.
maana nilichukua vipimo vyote na nilihitaji kujua kwa nini sehemu ya sumu haikujazwa. Hivyo majibu ya vipimo ya sumu yalipotoka, na nilichokiona kilinishangaza na kunishtua sana. Ilionyesha kuwa compound au kemikali zimeathiri sana mwili wake. Si rahisi kuingia kwa bahati mbaya kwa kiwango hicho. Yawezekana mtu huyu amewekewa sumu katika chakula au kinywaji. Lilionekana ni jambo lililopangwa kitaalamu sana ili lisije kujulikana kama ni la kupangwa. Kama nisingefanya vipimo hivi, lingeonekana ni jambo la kawaida la ogani kufeli kutokana na matatizo ya kawaida. Nilipeleka taarifa hiyo katika uongozi wa hospitali haraka na kwa polisi kama sheria ya Lebanoni inavyotaka tufanye. Afisa upelelezi aliyeitwa Ramsi Nasoro kutoka kituo cha polisi Atavyei alikuja hospitali asubuhi hiyo hiyo. Alikuwa serious na mkimya, aliyevaa suti rangi ya kijivu. Aliuliza maswali kwa makini na aliandika maelezo muhimu kwenye notebook yake ndogo aliyokuwa nayo. Aliniambia, kumekuwa na vitisho vimefanywa dhidi ya mchungaji Elias wiki kadhaa nyuma kabla hajapatwa na matatizo aliyonayo. Vitisho vya watu ambao hawakujitokeza na kujiweka wazi moja kwa moja, lakini inahisiwa ni kutoka katika makundi yenye nia mbaya katika jamii yake. Siku 2 baada ya afisa upelelezi kufika hospitali, nilipokea simu katika namba yangu binafsi. Ni namba siyo ya ofisi yoyote, ni ngeni kabisa kwangu, na haikuwa ya wizara yoyote. Nilisikia sauti ya kiume ikiongea kwa Kiarabu cha Lebanoni. Alisema, sitakiwi kufanya juhudi nyingi kumwokoa mchungaji Elias. Alisema kuwa ugonjwa wa mchungaji Elias umekusudiwa ili kuondoa uhai wake. Aliniambia baadhi ya watu watashukuru sana na kufurahi kama nitaitunza siri hiyo na kuliacha jambo hilo litokee kama lilivyopangwa. Aliendelea kusema, najua kuwa wewe ni Muislamu mzuri. Mtu kama mchungaji Elias ni adui wa imani yetu ya kweli. Alisema, kujiondoa katika huduma ya mtu huyo na kutumia uwezo ulionao ndani ya taaluma yako kuruhusu jambo hilo litokee ni kumtumikia Mungu, kulinda imani ya Allah. Nilikata simu, mikono yangu ikitetemeka. Nilienda kwenye chumba cha daktari peke yangu. Mimi ni daktari niliyeapa kulinda afya za wagonjwa, kuhakikisha tunatumia juhudi zetu zote ndani ya taaluma yetu kusaidia watu. Leo mtu anayejua namba yangu binafsi ya simu, anajua hospitali nayofanya kazi, tena anajua hadi mimi ndiye nimepangwa kumtibia mchungaji Elias na kunitaka nimwache afe. Ni nani? Niliagiza liletwe faili lote na namna ya matibabu yalivyofanyika tangu mchungaji Elias alazwe. Sikuwa tayari kumwacha afe kwa sababu zozote za kidini au kifedha, lakini bado nilikuwa nawaza jinsi itakavyonigharimu kuzuia mpango huu ambao sijui nani hasa yupo nyuma yake, japo wamejifunua kuwa ni watu wa imani ya Kiislamu, wakidai ndo kufanya kazi, wakidai kuruhusu jambo hilo litokee kwa mchungaji Elias ni kufanya kazi ya Mungu. Hivyo sikujua nini kitanipata baada ya hayo, lakini nilifanya sawa na taaluma yangu ilivyohitaji. Siku ya 5 mchungaji Elias hali yake ilianza kuwa nzuri. Aliweza kukaa mwenyewe kitandani na aliweza kuongea. Maumivu yalipungua na rangi ya kawaida ya mwili wake ilianza kurejea. Aliendelea vizuri, lakini lipo jambo lingine lilitokea ambalo sikuweza kuliripoti popote wala sikuliweka katika taarifa za hospitali. Kila wakati nikienda chumba namba 14 katika awamu zangu za kuwapitia wagonjwa asubuhi, moyo wangu ulihisi kitu, hasa kwangu daktari,
nisiyeweza hata kulithibitisha katika namna ya kisayansi. Kila nilipokuwa naenda chumba namba 14 kulikuwa na hali ya tofauti, na vyote katika hospitali ni kama palikuwa na utulivu, uwepo wa hali ya kiroho, amani. Ni kama mtu ametoka kumaliza kuomba. Ni hali isiyo kawaida, nashindwa kulielezea. Ni tofauti kabisa na vyumba vingine vya wodi katika hospitali hiyo. Nilijiambia kuwa ni stresi au nimechoka sana. Huenda zile simu za vitisho na kuniambia niue ziliniathiri. Nilidhani hivyo. Niliwahi kumwambia afisa Nasoro kuhusu sumu na simu ya vitisho kunitaka niue. Hakuchukua hatua yoyote, alikaa kimya. Nilijua ni mawazo hayo yote yananiathiri. Siku ya 6 niliwahi chumba namba 14 mapema, kabla hata wauguzi wa wodi zingine hawajafika. Nilitaka kuangalia uchunguzi uliofanywa usiku kumhusu mchungaji Elias. Nilitarajia kumkuta amelala, lakini hakulala. Alikuwa amekaa kitandani akitazama dirishani. Aligeuka aliponiona na alitabasamu. Nilimsalimia na nilianza kuangalia chati ya matibabu yake. Aliniangalia kwa muda kisha akasema, Dr. Fatma, naweza kukuuliza swali binafsi? Nilimwambia, uliza tu. Aliniuliza ikiwa nimelala vizuri. Sikutarajia kama atauliza swali kama hilo. Alisema amekuwa akiniombea kila siku usiku tangu alipolazwa. Alisema aliona uzito mkubwa alipokuwa akiniombea mimi. Aliona nimebeba uzito mkubwa, vita nzito. Pia aliniambia, najua hatari uliochukua kunitibu. Alisema anajua msukumo mkubwa uliotoka nje kunitaka nimwache afe. Hakuniambia alijuaje. Niliweka chati chini, nilimwangalia. Sikujua niseme nini. Alisema amefunuliwa kuwa mtu anayemtibu sio tu daktari. Mungu ana mpango naye mkubwa zaidi, hata zaidi ya udaktari, kuliko dini anayoielewa. Ni mpango mkubwa kuliko heshima anayojaribu kuijenga. Mimi ni mwanasayansi, naamini katika ushahidi, naamini kwenye vipimo na vitu vyenye kuthibitika. Lakini japo ya kusimamia mambo hayo, aliponiambia jambo hilo, niliona vitu vinatembea kifuani kwangu. Hali ya kiroho ikabadilika. Msukumo ndani yangu nikaona uko tofauti sana. Sio kitu cha kushikika. Ni kama hali fulani, uzito nilionao nilihisi kupungua, na milango kufunguliwa iliyofungwa kwa muda mrefu kwa funguo sahihi. Nilimjibu tu, nina furaha kuwa anaendelea vizuri, anatakiwa kupumzika. Niliondoka. Nilipotoka nje, nilisimama katika korido huku mikono yangu ikifunika uso wangu. Sikuweza kuondoka. Niliona kama kitu muhimu kimesimama nje ya ufahamu wangu, kinagonga na kugonga, kinasubiri mimi nijibu ili kiweze kuingia. Nilikaa hapo kwa dakika 11, kisha niliondoka, nikaendelea na kazi. Vitu vilibadilika ndani ya siku 3 baada ya kuongea na mchungaji Elias. Nilipata ndoto. Sidhani kama inafaa kuiita ndoto, maana ilikuwa wazi na sijawahi kupatwa na hali hiyo tangu nizaliwe. Nilikuwa nyumbani kwangu Lusidani. Nilienda kulala baada ya swala ya insha. Nilichoka, kichwa kilijaa mawazo ya mambo yaliyotokea, hivyo nililala haraka. Niliona baada ya kulala nimesimama katika eneo lisilo na ukuta. Hakuna ceiling board, hakuna sakafu, bali ni katika nuru kali sana. Haikuumiza kuiangalia. Ni nzuri kama jua la asubuhi wakati wa baridi. Na katika nuru hiyo palikuwa na mtu amesimama. Sikuweza kuona sura yake vizuri, na kuna vitu vilikuwa vinatoka katika mtu huyo. Ilikuwa ni zaidi ya furaha ya kawaida. Alinifanya nijue kuwa amekuwa akiangalia maisha yangu. Alinionyesha maombi yangu yasiyojibiwa, milango iliyofungwa mbele yangu, majozi, kilio
na ukimya. Alinifanya nijue hayo yote yalikuwa maandalizi ya kazi aliyoniitia. Alinitajia jina lake, ni Yesu. Niliamka, ilikuwa ni saa 9 na dakika 17 za alfajiri. Machozi alinitoka na moyo wangu ulikuwa unadunda sana. Jina alilojifunua kwangu halikuwa jina nililofundishwa wala kuliamini. Nilijiona kama mgeni, kila kitu kwangu kilikuwa kipya. Niliwaza kuhusu jina, nuru na upendo, ukaribu ambao sikuwahi kuuhisi katika Uislamu kwa miaka yote 20 niliyoitumikia katika hali ya kufahamu utu uzima wangu. Nilifunga Ramadhani, nilienda hija, sio tahajudi. Hakuna kilichofanyika. Yote tahajudi, hija, swala 5 na kila jambo la dini yangu, hata kutoa, lakini hakuna kilichofikia kiwango cha amani na upendo na muamko wa kiroho kama ilivyo hivi sasa. Katika raundi ya jioni kuwazungukia wagonjwa, nilifika kwa mchungaji, nilimhudumia, kisha nilikaa katika kiti cha wanaomtembelea mgonjwa, kitu ambacho sikuwahi kukifanya kabla. Nilimweleza kuhusu ndoto na kila kitu. Alinipa Biblia ndogo, alisema, nenda kaanze kusoma Injili ya Yohana. Niliangalia Biblia kwa muda mrefu kabla ya kuichukua. Mimi ni mwanamke wa Kiislamu, ninaivaa hijabu, nahudhuria msikitini, nasoma Qur'ani, natoka katika familia ya Kiislamu, jamii ya Kiislamu. Kuchukua kitabu hicho ni hatari zaidi ya chochote. Hata hivyo, nilikichukua. Nilikiweka chini ya begi langu la dawa na kuibeba nyumbani. Usiku huo nilifungua Injili ya Yohana, nilisoma hadi asubuhi. Nilishangaa kuona mambo yalivyo tofauti na nilivyofundishwa. Mchungaji Elias aliruhusiwa siku ya 14 baada ya kuwa amelazwa kwake. Wengi hawakutarajia kama atapona. Kwa miguu yake alitembea kutoka hospitalini. Nilikumbuka afisa Nasoro aliniambia ripoti hiyo sitakiwi kuiweka wazi. Vitisho vya kumwacha afya kutoka kwa mtu wa imani ya Kiislamu walioonekana kufanya mpango wa kumwekea sumu. Leo licha ya yote, mchungaji Elias alikuwa mzima. Aliniaga na alisema ataniombea kila siku. Nilisoma Biblia kwa wiki 2 na nilijifunza mengi. Siku moja mama yangu alikuja kunitembelea. Aliona Biblia juu ya meza. Nilisahau kuificha. Nilisahau kuiweka mahali ninapoiweka. Alipoiona mama yangu alilia na aliniuliza, nini kimetokea Fatma? Nimechanganyikiwa. Alisema, baba yako angesema nini kama angekuwa hai? Nilimwambia kila kitu kuhusu ndoto, nuru, Yesu kunitokea kwa jina lake, amani ndani ya moyo wangu. Mama yangu aliondoka nyumbani kwangu bila kusema neno lolote, hata akaacha kula na kuondoka. Hakuongea na mimi kwa wiki 3. Kaka yangu Tarik alinipigia na kuniambia naiaibisha familia. Marafiki zangu 2 niliosoma nao chuo waliacha kujibu meseji zangu wala kupokea simu zangu. Shangazi yangu aliyopo Tripoli naye alinitumia ujumbe wa kunikataa kabisa. Nilishuhudia napoteza watu ninaowapenda kwa muda mfupi. Wiki 6 baada ya mama yangu kuja nyumbani na kuiona Biblia, nilienda kanisani. Ilikuwa Jumapili asubuhi mwenyewe, huku nikiwa na hijabu yangu, huku nikiwa nimeshika Biblia alionipa mchungaji Elias. Ni ngumu sana kufanya hivyo Lebanon. Watu walikuwa wakiongea na kuninyoshia vidole. Sikujali, niliingia kanisani. Nilipoingia nilimkuta mchungaji Elias amesimama mbele. Alitabasamu sana aliponiona. Nilikaa nyuma. Nilisikia ibada yote aliyohubiri kuhusu Mungu kuwaita watu kutoka katika maisha yao ya kawaida kwa majina yao, upendo wa Yesu usio na kikomo. Mwisho mchungaji Elias alinikaribisha mbele ikiwa nitapenda. Nilisema nipo tayari. Nilitembea kwenda mbele, nikamshukuru Mungu, nikatoa historia yangu na sababu ya kufika hapo, maono na kiu ndani yangu.
Niliweka kila kitu, familia yangu, uhusiano, kazi, kwa Yesu. Nilipomaliza, amani na kilio cha furaha vilinifunika. Nilidhani halitakuwa siri. Karibu nusu ya hospitali ilijua kwa muda mfupi. Yesu aliinua jina langu. Yule daktari aliyegundua sumu kwa mgonjwa ambaye madaktari wengine hawakuiona, alimtibia akapona. Daktari aliyegundua sumu akawa maarufu, likawa jina langu. Nilianza kuomba kabla ya maamuzi au huduma. Nilianza kuwatazama wagonjwa kwa upendo zaidi. Walioniacha walianza kunirudia. Mama yangu alikuja nyumbani, alisema hajui kinachoendelea kwangu, lakini bado ananipenda, hawezi kunipoteza. Kaka yangu Tariki alianza kunitembelea baada ya kuacha kwa muda. Niliachana na desturi za Kiislamu na kuishi kama Mkristo. Mwaka mmoja baadaye, Mchungaji Elias alinialika katika kongamano. Nilisema yote na wengi walinifuata. Niliwaelekeza kwa Yesu. Kati yao alikuwepo binti mmoja wa takribani miaka 25 hivi. Yeye ni Muislamu. Alikuja na rafiki yake Mkristo siku hiyo. Aliposikia ushuhuda wa maisha yangu na kuwa mimi nilitoka katika Uislamu, alilia. Roho alimfunulia kweli na alinifuata na kuniuliza nifanye nini. Nilimwelekeza na kumpa maelekezo yote namna ya kumpokea Yesu. Sasa ni mfuasi wa Yesu Kristo na akampokea siku ile ile. Jina lake ni Yasmini. Ndipo nikaelewa nilipoambiwa kuwa Mungu ana mpango mkubwa kwangu. Ushuhuda wangu na maisha yangu uliendelea kukua siku hata siku. Nikawa naendelea kujenga mioyo ya watu katika kuwatia moyo na kuwafungua wengi. Wanawake wengi, mabinti wengi walinifuata na kuniambia, nami napitia hali hiyo. Namuona mtu katika nuru. Naona mengi yanayohusu Ukristo japokuwa si Mkristo. Nifanye nini? Wengi nimewaelekeza kwa Yesu. Wengi nimewaambia wampe Yesu maisha yao, kwa kuwa yeye pekee ni njia, kweli na uzima. Nimeendelea kupata mafunuo mengi kuhusu Yesu, akinifundisha, akinionya, akinipa elimu juu ya yote yaliyo katika siri. Hakika niliishi katika giza. Hakika niliishi katika upotevu. Sasa nimeijua kweli. Sasa nimeijua nuru, na giza halitaniweza tena. Na kusihi uyakabidhi maisha yako katika mikono salama. Aliye kweli, njia na uzima ni Yesu pekee. Mungu akubariki. Amen.